Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ama baad. Baada ya kushukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kutakia rehema na amani tukie nabii wetu mtukufu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masahaba zake na sisi ambao tumemfuata mtume hadi siku ya mwisho. Tunamshukuru Allah kwa sababu ametupa afya na ni siku nyingine ambayo tumekuja kwenyu nyinyi Waislamu, kwa sababu tuliwaambia bado tunaendelea na harakati zetu mpaka tumalizie muhula huu iweze kumalizika huu mwezi, tuwe tumekamilisha yale ambayo tumepanga, tumeweka ratiba katika dawa yetu. Na kama hivyo tunavyosema bado tunaendelea na bado tunawahitaji sana Waislamu, kwa sababu dawa ina gharama sana. Dawa siku hizi sio kama zamani. Zamani ilikuwa mambo iko mzuri sana, lakini tunang'ang'ana tu hivyo hivyo polepole, na inshallah Mungu, watu wanazidi kuingia katika dini ya Mwenyezi Mungu kila siku hamwezi kosa, mnaweza mnapata watu kadhaa hivyo hivyo, watu wanaingia katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. So Waislamu tunaomba usaidizi wenu, na tulisema mfuko uko chini na tunataka usaidizi wenu sana. Mkiweza kutusupport na hivyo ni vizuri, na mmekuwa na sisi mnatusupport kila saa, tunasaidiana, tunaambia tushindane katika heri na ni kushindana katika heri. Nyinyi mko pande ile nyingine na sisi tuko pande hii nyingine, yote tunaipeleka vizuri. Nyinyi mnafanya pande ile na sisi tunafanya pande hii, sote tunashikana pamoja, na ukipata thawabu pande ile na sisi tunapata, sote tunapata thawabu sote, kwa sababu tunafanya kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndio kazi walikuwa anafanya mitume Muhammad, mitume wote wa Mwenyezi Mungu, kuanzia kwa mtume Adam alayhi salam kuja mpaka kwa mtume wa mwisho katika ulimwengu huu ambaye ni mtume Muhammad alayhi salam, walikuwa wanafanya kazi ya dawa ya kulingania watu. Hawakuwa wanakaa pahali chini, walikuwa wanatoka, wanaenda, wanatembea, wanaenda mabarabarani, wanaenda kwa masoko, mpaka siku nyingine Makureshi wanasema ni mtume gani hawa, mtume gani huyu, anaenda sokoni, anatembea na maskini. Unaona, tena mtume akaambiwa basi ati wewe wa kwanza, hata wale wengine walikuwa kabla yako walikuwa wanafanya hivyo hivyo, walikuwa wanaenda masokoni, walikuwa wanatembea, wanaambia watu, kwa sababu binadamu ni kichwa ngumu. Binadamu ni kichwa ngumu wallahi, unless Mwenyezi Mungu apende. Wanadamu sisi tuko vichwa ngumu sana. Ndio naona Mwenyezi Mungu akaleta manabii ili kuambia watu hii ndio njia sawa na hii sio njia sawa. Kwa hivyo Waislamu tunataka support wenu, na tunaomba inshallah muweze kutuongezea pale ili tuweze kukamilisha lengo letu ambayo tulikuwa tumenuia tangu wakati tulienda upande ya Western Kenya, alafu tukakuja upande ya Kajiado County. Kwa hivyo Waislamu, naachia hapo, niwache nipatie mwenzangu Ali. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema mwenzangu, mashaallah, Waislamu tumesimama mbele yenu, na tunasimama mbele yenu kwa sababu ya kutafuta radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sote tuko hapa duniani na tunatafuta radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala ili tuweze kupata jannatul firdaus al-a'la. Na hii ni kazi ya kila mtu, kila Muislamu, na ni jukumu ya kila Muislamu kufanya hii kazi ili tuweze kupata radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mlivyoambiwa mfuko ya da'wa haina kitu. Kuna kitu kidogo imeingia jana na juzi, na mandugu zetu wametuma kiasi fulani, lakini bado haijakuwa sawa. Kwa hivyo ndugu zanguni, tumesimama mbele yenu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Msupport da'wa na account ya kundi, muweke kitu ambaye inaweza kusukuma gurudumu ya da'wa, kusukuma gurudumu ya Uislamu. Kwani leo tuko duniani na kesho hatutakuwa. Unaweza ukasikia tu wale mashekhe bana leo hawako duniani. Kwa hivyo utafute kitu ya kuweka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Siku ya kiyama tukiulizwa tumefanya hii kazi, Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kwa rehema yake tupate jannatul firdaus al-a'la. Kwa hivyo yangu ni haya machache, nampatia kipaza sauti mwenzangu. Tunaongoja kutoka kwenu mali mliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, mtoe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nadhani Waislamu wale wote ambao wamechangia, Mwenyezi Mungu awalipe na awazidishie, na Mwenyezi Mungu awape umri mrefu wenye baraka. Na nia yoyote ambayo Muislamu yote aliyetoa na nia yake, Mwenyezi Mungu amtimizie nia yake. Sababu na kuna wagonjwa Waislamu wale wanaumwa, Mwenyezi Mungu awape shifa. Kuna wale wametoa na nia ya waliotangulia mbele yetu. Kwa mfano kuna watu wanatoa kwa nia ya wazazi wao na nini. Mwenyezi Mungu aondolee adhabu ya kabri. Waislamu nadhani ni kuongezea tu kidogo, huwa tunahitaji msaada kwa sababu ya kuisukuma gurudumu ya Uislamu kwenda mbele. Na pia kuna wale Waislamu ambao wana uwezo, Allah amewapa uwezo, yani wana uwezo wa kimali na nini, na wanatoa zaka. Waislamu tunaomba zaka katika hii muhura. Sawa, kuna watu wanafunga mwaka wao katika mwezi wa Ramadhani, yani ndio wanatoa zakatu mal, yani mali yao ndio wanatoa zakat. Tukipata zaka, kila dai atajipanga angalau tuwe na wepesi wa kufanya dawa. Kuna mambo mengine haitakuwa kila wakati tukikuja kwenu kuambia msapu, na sisi tunashikana tunasapu na tunaendelea na dawa. So inakuwa ni wepesi inshallah. Wale Waislamu wana hiyo uwezo wa kutoa zaka. Tukipata zaka inshallah itatuwezesha pia tujipange mambo yetu, na inakuwa ni wepesi kufanya dawa, kwa sababu pia majukumu yanakuwa yamepunguka. Unaona So na zaka, kuna wale watu ambao wanafaa kupewa, na miongoni mwao ni watu kama sisi ambao tunatangaza dini ya Allah na hatuna uwezo. Inshallah tukipewa zakat tunaweza kujipanua mambo mengine na ikawa wepesi, tukaweza kuisukuma gurudumu ya Uislamu kwenda mbele kwa wepesi inshallah. Hiyo ndio ombi ambao tunaomba. Wale ambao wanatoa zakatu mal watukumbuke inshallah biidhnillah, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu watunusuru, watakuwa pia wamenusuru dini ya Allah na mambo kuendelea kwa wepesi inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina Mustafa Abul Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ndugu zetu Islam, ndugu zetu katika imani, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wa mwisho Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwanza kabisa ningependa kuhusia nafsi yangu bila kudhisahau nafsi zenu katika swala nzima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani hakuna jambo ambalo ni kubwa zaidi kwa Muislamu kama kitu kinachoitwa takwa, uchaji Mungu. Na uchaji Mungu ni jambo la muhimu kwa sababu ndio utasababisha kwamba tuweze kuwa na mwisho mwema, husnul khatima. Jambo la pili ni kuweza pia kuwashukuru wale ambao wameweza kujitolea katika safari hii mpaka hapa tulipofikia sasa hivi. Tunaenda kumalizia mwaka wa jua, sababu mwaka umegawanyika katika sehemu mbili. Tunaelekea kumalizia mwaka wa jua, lakini mwaka wa kawaida wa mwezi bado. Na kama vile tulivyokuwa tumewaahidini ya kwamba tutakuwa safarini miezi miwili kamili mpaka ishe, ndio tunaelekea kikomo. Lakini kwa sasa hivi pia tuna mtihani ambao kama ndugu zangu hapa vile wameelezea, tuna pahali tumekwama. Na Sheikh Salim amesema vizuri ya kwamba hatuna sehemu nyingine ya kuelekea isipokuwa kwenu nyie, kwa sababu nyie ndio wadhamini wetu wakubwa. Na ili jambo hili pia liweze kupungua, ya kwamba kila wakati tunawasumbueni na kuambia mambo mengi kama haya, ya kwamba kila wakati ya kwamba tuna mtihani, ni bora zaidi ya kwamba kwa sababu kuna Waislamu ambao na uwezo waweze kutuandaa, waweze zakat, ya kwamba tukiwezeshwa kwa zakati tutakuwa na uwezo wa kujisimamia mambo mengine, na dawa itakuwa na wepesi wa kuweza kufanyika zaidi, na hakutakuwa na huu usumbufu wa mara kwa mara ambao unaweza kujitokeza. Kwa sababu pamoja na kwamba tunasukuma dawa hii, tunaifanya kazi hii ya Mwenyezi Mungu, pia na sisi tuna changamoto zetu, tuna mitihani yetu ambayo inatukabili, kama mitihani ya kifamilia, maisha, pia na mambo mengine kama hayo. Kwa hivyo wakati tunapowezeshwa, kwa sababu zaka, miongoni mwa masharti ya kupewa zaka, watu ambao wanaofanya ni wale ambao wenye kufikisha dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hii ni haki yetu kutoka kwenu. Kwa hivyo
Waislamu kuna wale ambao wana uwezo kule, kuna wale ambao wanafunga mwaka huu mwisho, kuna wale ambao wanafunga mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo tunawaombeeni kwa heshima na taadhima ya kwamba Waislamu muweze kutuwezesha ili tuweze kuifanya kazi hii kwa wepesi zaidi. Na tulisema kwamba wakati unapotoa sadaka yako wewe Muislamu, itoe ukiwa umenuia. Kuna wengine ambao waliachwa na wazazi wao, kuna wengine waliachwa na ndugu zao, kuna wengine waliachwa na wapendwa wao wako katika dunia hii wakatangulia mbele za haki. Toa sadaka ukiwa unanuia, kwa sababu kutoa sadaka inakuwa ni kinga mpaka katika adhabu ya kaburi. Inakuwa kwamba na kheri kubwa sana sadaka ya kujitolea mara kwa mara. Kuna wengine ambao ni wagonjwa maradhi ya kimwili na maradhi ya kinafsi ya kiroho pia. Sadaka pia inakuwa kwamba ni tiba. Ni tiba kwa maradhi hayo. Kuna wengine pia wamekosa ajira, kazi zao zimevurugika, vile vile mambo ya biashara haziendi vizuri, au labda biashara zimesimama, au labda upatikanaji wa kipato unakuwa ni mdogo. Kwa hivyo toa sadaka, ndugu yangu ni Muislamu, haijalishi ya kwamba unaitoa sadaka yako kiwango gani, lakini kumbuka kwamba wakati unapotoa sadaka, kutoa ni moyo, si kwamba ni wingi wa mali. Hapana, ni kutoa ni kwa sababu ni moyo, na kwa sababu unatarajia malipo makubwa kwa Mwenyezi Mungu. Tutoe na tufanye zoezi hili kwa tukiwa tunatarajia kwamba leo tunaweza tukawa sasa tunazungumza, lakini dakika 5 dakika 6 masaa mawili hatuwezi tukajua ni kitu kipi ambacho Mwenyezi Mungu anaweza kutupangia. Hata unaweza kusikia kwamba mashaikh wote waliokuwepo hawapo tena katika ulimwengu kwa mara moja. Uwezi kujua kwa sababu mambo yanatokeaga. Je, wewe umejipanga katika hali gani? Wewe pia hivyo hivyo, kwa sababu kifo ndio mwanzo wa maisha na kila mtu atapitia katika mlango huo. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ya kwamba umauti ni mlango na kila mtu atapitia katika mlango huo. Kwa hivyo sisi sote tuweze kujiandaa na kesho akhera, tuweze kutoa sadaka zetu. Usiseme ya kwamba nitatoa sadaka yangu wakati labda nitakaporudi nchini, au labda wakati nitakapokuwa katika hali hii, au labda wakati nitakapokuwa katika hali hii. Toa sadaka sasa, kwa sababu sasa ndio wakati wenyewe. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu aweze kuwajalieni wale ambao mtakaweza kujitolea, na wale ambao mliweza kujitolea kuanzia mwanzo na mnazidi kujitolea kuifanya kazi hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wale ambao hawana na wana mapenzi makubwa ya kuweza kutoa, lakini kwa sasa hivi wana mitihani mbalimbali. Mwenyezi Mungu awafungulie mambo yao, aweze kuwafanyia wepesi, awaongoze zaidi katika njia iliyonyooka. Na nyinyi mliokuwa na mitihani ya watoto awapate labda masomo mazuri, malezi yanakuwa kwamba ni hayaeleweki, au labda mambo mengine kama hayo ya maradhi ya mara kwa mara, Mwenyezi Mungu afanyieni wepesi, awale sadaka hizi ziweze kuwa kwamba ni shifa, iweze kuwa ni tiba, iweze kuwa kwamba za kufanyia wepesi katika mambo yenu ambayo yanokukwazeni. Biashara zenu, wale ambao biashara haziendi vizuri, zina migogoro, vina mitihani, via Mwenyezi Mungu aweze kuzifungua, aweze kuzifanya wepesi, na sadaka hizi ziweze kuwa kwamba ni kifunguo kwa sababu ya biashara zenu. Vile vile wale ambao hawana ajira, hawana kazi, ambao wanatafuta usiku na mchana, Mwenyezi Mungu aweze kuwafungulia kwa sadaka hizo ambazo tutakaweza kutoa, na Mwenyezi Mungu aweze kuwafanyia wepesi. Na sisi sote tuombe Mwenyezi Mungu aweze kutujalia mwisho mwema, kwa sababu tumeambiwa kwamba tuombe kwa Mwenyezi Mungu atujalie husnul khatima. Nisiweze kuendelea sana inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa afwan minkum jami'an. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaka, tumesema una swali gani? Swali yangu ni je, mbona Waislamu msisherekee siku ya Christmas? Sisi katika dini ya Uislamu tumeambiwa tuna muongozo wa Qur'ani na hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na jambo ambalo haijatajwa kwa Qur'ani na hikutajwa na Mtume, maana yake haiko kwa hadithi, Muislamu hafai kujihusisha na hilo jambo. So jambo yote ambalo haiko katika vitabu hufai kujihusisha, kwa sababu ukijihusisha itakuwa ni bid'a, ni mambo unaongeza innovation. Sasa hiyo ikija katika dini, kila mtu atakuwa akienda akianzisha mambo yake, mwisho tutaenda kuishia kama Shakahola, kila mtu anazua mambo yake. So sisi Waislamu tunagaidiwa, tuna muongozo ambao ni Qur'ani na hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi maana yake ni mambo aliyoyafanya Mtume, so hatufanyi mambo ingine kinyume na hayo. That's why unaona hatusherekei Krismasi, kwa sababu haijatajwa kwa Qur'ani, wala Mtume hakuifanya, wala haikutekelezwa katika hizo, so ndio hatufanyi. Lakini pia sio vibaya mtu akikuita ukuje usherekee, so unakuja tu unasherekea.
Asante sana. Sasa yule ambaye atakayeniita ni nani kwanza? Jirani yako. Jirani yangu ambaye labda dini gani? Mkristo. Sasa Mkristo kwanza Qur'ani inaniambiaje kumuhusu? 5:82 Qur'ani. Kwanza achana na Biblia tuingie kwa Mkristo. Kwanza usikie Qur'ani inaniambiaje kumuhusu Mkristo. Alafu nione kama akiniita Krismasi akiniitia kama nitaenda. 5:82 Qur'ani. Qur'ani inasemaje? Labda hajaiona Qur'ani, aione leo. 5:82 ndio hii Qur'ani. Wala haina jini. Unajua unaweza ambiwa ati ukiguza sijui kuna majini nini. Ni karatasi inatoka kwa miti imeandikwa maneno ya Mwenyezi Mungu ambao ni Qur'ani. Sikiza inasemaje 5:82. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Hakika utawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine kwa Waislamu ni Mayahudi na wale mushirikina wasiokuwa na kitabu. Asante. Na utawaona walio karibu kwa urafiki na Waislamu ni wale wanaosema sisi ni Wakristo. So Qur'ani inaniambia marafiki wa karibu na Waislamu ni wale wanaosema wao ni Wakristo. Sasa Mkristo akiniita nisherekee Krismasi, kwa sababu mimi ni mtu wa kuongozwa na vitabu, nitamuuliza swali, je, katika Biblia kuna mahali imesema watu washerekee Krismasi? Biblia ambao unaifuata wewe Mkristo unasema unaifuata, je, kuna mahali inasema watu washerekee Krismasi? Hili ni sawa. Tunasherekea kwa sababu si tunakumbuka tu kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Asante. Je, Biblia inaitambua? Kwa mfano, sisi huwa tunasherekea Idi. Ngoja kidogo. Nataka nimpeleke ndio tuelewane. Sisi tunasherekea Idi ambayo imetajwa kwa Qur'ani na Biblia pia imetaja watu washerekee Idi. Hosea 9:5. Sasa Krismasi mbona haikutaja Krismasi ikataja Idi ambao Waislamu ndio wanasherekea, na ndio unaona tunawaita katika Idi kwa sababu Idi iko kwa Biblia na iko kwa Qur'ani. Sasa Krismasi kusherekea mulitoa wapi na iliambiwa na nani? Hebu sikia inasemaje. Hosea 9:5 inasemaje? 9:5 mwalimu wangu inasema mtafanya nini? Muonyeshe kabisa. Mtafanya nini katika siku ya mkutano wa Idi? Angalia kama imeandikwa Idi. Katika siku ya mkutano wa Idi. Na katika siku ya karamu ya Bwana. Sikiza, karamu ni Kiswahili ya ndani, maana yake sikukuu. So Biblia inatambua Idi. Lakini sasa ukija kwa Krismasi, Biblia haikutambua Krismasi. Wala wanafunzi wa Yesu 12 hawakusherekea Krismasi. Krismasi ni innovation iliyoletwa kutolewa kwa paganism wakaingiza katika Christianity. That's why Muislamu anaogopa kwenda kushiriki katika paganism celebration ambao nyinyi ni innocent, muliletewa bila kuuliza maswali. Na kuna watu wanaitwa SDA ni Wakristo lakini hawasherekei. Enda uwaulize wa Sabato. Enda uuliza hapa ikosekani wa Sabato, shika mmoja muulize, je, nyinyi si ni Wakristo, mbona hamsherekei Krismasi? Hawasherekei kwa sababu ni kitu ambao haiko. Na Biblia ilirekodi tarehe 25 ni mtu aliachiliwa kutoka gerezani, si kuzaliwa kwa Yesu. 52:31 Yeremia. Hata ikawa katika mwaka 37 wa kuhamishwa kwake Yoakini. Sikiza, katika rudia ndio asikie vizuri. Hata ikawa katika mwaka 37 wa kuhamishwa kwake Yoakini mfalme wa Yuda katika mwezi wa 12. Mwezi wa 12 Biblia inasema ni Disemba. Sikiza, siku ya 25 ya mwezi 25th December. Nini kilichotokea? Merodaki mfalme wa Babeli katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake akamuinua kichwa chake Yoakini mfalme wa Yuda akamtoa gerezani. So ni mtu alitolewa gerezani katika 25th December, ndio imerekodiwa tu katika vitabu. Mambo ya kuzaliwa Yesu, Qur'ani haijataja siku ya kuzaliwa Yesu. Qur'ani, Biblia haijataja siku ya kuzaliwa Yesu. So sio vizuri sisi wenyewe tujijazie, kwa sababu kuna mambo Mungu amekuwekea ufuate, uwezi weka yako kwa kichwa. Unaona, ndio unaona sisi Waislamu tunahofia ukitualika. Wewe Mkristo ni rafiki yetu, ukiweka nduvi hapa unabeba Waislamu, au useme ati mimi ni Mkristo nabeba Wakristo peke yake. Hapana, unabeba Wakristo, unabeba Waislamu. Ukifungua duka unaenda kununua duka ya Muislamu,
mwingine ananunua duka ya Mkristo. So tukienda kuna mkulima, kuna mkulima Muislamu, kuna mkulima Mkristo. Au kuja tukasema hii mboga imelimwa na nani? Hii imelimwa na Mkristo. Hapana. Tunakula. Na ndio unaona tunaambiwa walio kwa urafiki, karibu kwa urafiki na Waislamu ni Wakristo. Tunaishi pamoja, najenga nyumba, Wakristo wanakodisha wanaingia, Mkristo anajenga nyumba, Waislamu wanakodisha wanaingia. We are in one society. Lakini tusifuate mambo hayako kwa vitabu. Nimekuonyesha kwa Biblia kuna Idi, kwa Qur'ani kuna Idi 51 Qur'ani. Na tunaambiwa tusherekee hizi Idi. Na ndio unaona ikifika Idi tunawaita Wakristo. Kwa nini? Iko mpaka kwa Biblia. Sio kitu ambao tunafikiria, hapana. 51 Qur'ani, piga fanusi yake. Hii ni sura ambayo Mtume akiisoma sana katika hafula kubwa na sala kubwa kama sala za Eid na Ijumaa. Unasikia kama sala za Eid, ndio Waislamu Eid wanaenda kusali na wanasherekea, wanaita watu wote. So Krismasi tunakataa kwa sababu haiko katika vitabu, wala si sikukuu ya Wakristo. Wakristo wasije wakasema ni sikukuu yao, haiko katika vitabu ambavyo wanasema wanaviamini, haiko. Mwaka mpya. Asante sana. Sasa hii mwaka mpya kwanza ile kalenda ambayo tunafuata ni Gregorian calendar. Sawa Lakini tusikie hii mwaka mpya naye Mungu anasemaje hizi mambo za mwaka mpya. 1:13 Isaya. Taipata tu. Mbona vitu viko katika vitabu, watu wanakataa kufuata. Mambo ya mwaka mpya Mungu anasemaje? 1:13 mwalimu wangu. Isaya, pole pole tu. Msilete tena matoleo batili. Mungu anasema msilete tena matoleo ya ubatili. Uvumba ni chukizo kwangu. Uvumba ni chukizo kwa Mungu. Mwezi mpya na Sabato. Kuita makutano siyawezi maovu hayo na makutano ibada. Mungu anasema hata mwezi mpya ni maovu na hayawezi machukizo hayo. Ndio unaona hata mwezi mpya sisi hatusherekei, kwa sababu watu wanaamka usiku wanapiga nduru. Siku haishi usiku saa 6, siku inaisha jioni saa 12:30 wakati jua limetua. Jua likiingia hivyo, hiyo siku imeisha, tunaingia siku nyingine. Hii mambo ya usiku imekatazwa hata katika Biblia. Lakini wewe huko unajua, leo ndio umejua, kwa sababu wewe ni innocent inheritor. Ulizaliwa ukajipata Mkristo na ukaendelea. Na tatizo kubwa ni wachungaji wenu hawawafunzi. Wao wengi wao wanajua ukweli. Wachungaji wengine wanajua ukweli, lakini wanaona akikufunza kwa sababu knowledge is power. Anajua ukipata knowledge utakaa pale na utakuwa ukifanya kazi ya nduthi unampelekea 500. Utajua mpaka sadaka inafaa kupewa kina nani. Hataki sasa usome. Any other question? Swali yoyote tu ni ya kufundishana, unajua ukweli. Yaani hata yeye hakuwa anajua, ameuliza akajua 2. Na kujua ni knowledge. Kwa sababu ukikaa bila kujua jambo, unaweza fanya jambo ukapata dhambi na we mwenyewe hujui. Unaona lakini ukiuliza unajua. Unaona? Hata mimi ni mtu wa kuingia katika Uislamu. Mimi ni mtu wa kusilimu. Na kabla sijasilimu niliambiwa ati Waislamu ukitaka kuwa Muislamu unaenda unatolewa suruali, unainama, unapigwa na mayai 7. Hiyo yote nikakuja kugundua ni uongo. Si unaona hata hao walikuwa wameelezwa hao wazee. Unaona? So hiyo ni uongo. Unaona? So ni propaganda zilikuwa zinawekwa tena iliyooza. Unaona? Haya, brother naye wanakuitaje? Inaitwa Anthony. Anthony, asante. Swali gani ungependa kuwauliza Waislamu? Huwezi kosa swali ukipata Waislamu ya kuwauliza. Au ungependa kujiunga na Uislamu? Au ungependa kujiunga na Uislamu? Ni free, msikiti iko hapa free. Na ukifa hakuna mambo ati ya kuwekwa mochari. Mochari ukipelekwa unaenda unapasuliwa huku unawekwa dawa sijui nini. Ukifa unafungwa na kitambaa nyeupe inaitwa sanda, unazikwa. Very simple. Hakuna haja. Iko haja gani uletewe suti ukiwa ati umekufa? Si uletewe suti saa hii uvae. Leta swali, injika swali. Swali gani ungependa kujua kuhusu Uislamu? Sina swali. Una swali yote? Swali ushajibu yote yenye nilikuwa nataka kuuliza. Asante. Na Muhammad unamjua? Muhammad. Ndio Mungu. Ndio mzaliwa wa Yesu. So humjui Muhammad? Msikia tu lakini usimjui. And then sinifahamu. Unamsikianga kama nani? Kama Yesu. Hapana, sio kama Yesu. Muhammad
Ndio huyu 48:28 29 Qur'an. Hebu sikia Muhammad ni nani? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu na Yesu pia ni mtume wa Mwenyezi Mungu na wote ni Waislamu. Yesu ni Muislamu, Muhammad Muislamu, Musa Muislamu, Ibrahimu Muislamu. Hakuna nabii aliyetoka nje ya Uislamu. Wote Mungu ni mmoja, aliwapatia silsila na hiyo njia ya Uislamu. Wote ni Waislamu. Yesu ni Muislamu mwenzetu, tena alikuwa akienda msikitini na anaswalisha msikitini. Ni Muislamu mwenzetu. Musa ni Muislamu mwenzetu, Ibrahimu Muislamu mwenzetu. Na Muhammad ndiye ametumwa kwa ajili ya watu wote. Lengo na makusudi kuja kuwapatia ujumbe wa Mungu. Na Mungu hakuzaa wote. Yohana anaitwa Yahya. Naitwa Yahya bin Zakaria, ni Muislamu. Wote ni Waislamu. Hakuna nabii aliyekuwa nje ya Uislamu. Yona anaitwa Yunus. Wote ni Waislamu hawa. Unaona? Na Uislamu ni njia ya kila mwanadamu. Na katika Uislamu hakuna ati mtu mkubwa mdogo, yani venye nyinyi naonanga mtu akienda labda kanisani akija kiongozi nyeu unatolewa pale mbele ndio kiongozi akaya. Hapana. Katika Uislamu watu wote ukiingia kwa msikiti mko level moja. Hata kama ni minister atakuja amechelewa anakaa pale nyuma, basi mnamaliza ibada anaenda. Waziri wake na nini sio ndani ya msikiti, ni huko kwa ofisi yake. Kwa msikiti mko the same, kila mtu amekuja kumuomba Mungu na kila mtu ana matatizo. Mara vizuri ndio unaona. Na siasa kwa msikiti hakuna. Siasa unaambiwa unaenda ukafanyie huko nje. Kwa sababu ile sio arena ya siasa. Tunakaa hivyo yani, very simple. Na ukija hakuna viti vya VIP ndani ya msikiti, hapana. Utapata kuna viti tuseme kama 3, 4, 5 ni kwa ajili ya wale watu ambao ni tunasemanga sio kwanza wenye wako na umri. Kuna watu wanakuanga disability, yani walemavu. Anapata vizuri hao mostly ndio inawekwa. Na pia wale wazee zaidi amezeeka sana, unanipata, inawekwa ndio hiyo. Au wagonjwa, unaona, kwa ajili ya yao tu. Unapata, lakini si ati imewekwa pale ati ndio waziri akija akalia, hapana. No. Waziri anakuja anasujudu pale kwa mkeka. Very simple. Unaona? So karibuni sana katika Uislamu. Tunashukuru sana. Asante. Brother, na wewe swali moja hivi. Mimi wananiita Salim. Mimi naitwa Edwin. Edwin. Mimi ningependa kuuliza, mbona siwezi nikamoa dada wenu Muislamu kwa sababu mimi ni Mkristo? Asante sana. Swali nzuri sana. Anauliza mbona asioe Muislamu wakati yeye ni Mkristo. Kwanza ana kamoja anatongoza we ndio hivyo. Sasa amegoma, lazima atuwe Muislamu. Kwanza usiwe Muislamu kwa ajili ya kuoa. Hapana. Ukiwa Muislamu kwa ajili ya kuoa, ule binti mkikosana utaacha Uislamu. So inafaa uwe Muislamu kwa ajili ya Allah, kwa ajili umejua ukweli mahali ulipo. So usiwahi silimu kwa ajili ya kuoa. Pili, dada Muislamu kumuoa wewe kukaa na yeye yani mmeoana itakuwa ngumu, kwa sababu Waislamu wanaswala, wanaamka usiku kwenda kusali. Kwa mfano ameamka saa 8 ya usiku. Wewe utadhani huyu ni mchawi nilioa, kwa sababu wewe Mkristo hujazoea mtu kuamka saa 8 ya usiku. Utadhani huyu ni mchawi nilioa, kumbe yeye ameenda kusali sala zake. Unanipata vizuri? So haiambatani na Qur'ani, imekataa. Qur'ani 2:221. Muonyeshe Qur'ani. Qur'ani 2:221. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Wala msiwaoe wanawake washirikina mpaka waamini. Asante. Na mjakazi mwenye kuamini ni bora kuliko muungwana mshirikina. Asante. Hata ingawa kakupendezeni. Wala msiwaoze wanaume washirikina wanawake wa Waislamu mpaka waamini. Unasikia? Washirikina unaweza pigwa na butoa ukashangaa washirikina nani? Washirikina ni yoyote ambaye haamini Mungu ni mmoja, anasema Mungu ana mtoto. Kama Wakristo mnasema Yesu mtoto wa Mungu, maanake mmemshirikisha Mungu, mmempatia washirika Mungu, ndio inatokana na neno washirikina. Mmemshirikisha Mungu ati ako na mtoto. Wengine wanasema Mungu ni utatu. Wanasema God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Maanake umemshirikisha Mungu na miungu wengine wakati Mungu ni mmoja peke yake. Iwezekane. Pili, nani atakayefunga ndoa yenu? Mtaenda kufungwa na shekhe msikitini? Atakayefungisha ni nani? Mtaenda msikitini ama kanisani?
Unaona? Na mkienda kanisani, je, ile masharti atafuata ya Uislamu au ya Ukristo? So inakuwa ni difficult sana. Na ndoa itimie, kuna maneno ambayo huwa yanatamkwa kwa Kiarabu. Lazima mtamke ya Uislamu. Sasa umekubali kwa Kiarabu, unajua. Sasa hujui. Kwa Ukristo nayo kuna vyenye wanasema, unaona? Naye labda hajui. So itakuwa very hard. Unaona? Mimi najua katika society kuna vijana wa Kristo wanaenda wanakatia wasichana wa Islam na nini. Nao kuna vijana wa Kiislamu hivyo, lakini ni makosa. Kwanza boyfriend na girlfriend katika Uislamu inakatazwa kwa sababu itaingia kitu inaitwa zinaa, na zinaa ni uchafu, na zinaa inaleta maradhi, inaleta ukimwi na nini. Na je, wewe ungependa dadako mtu anazini na dadako? Wewe dadako mmezaliwa naye, unaweza penda mtu anafanya zinaa na dadako na amuoi? Siwezi kubali. Sasa venye wewe hukubali, na wewe usikubali kuharibia dada wa mtu mwingine. Unaona? Na yeye akana kakake, pia kakake atasikia vibaya, huyu kaka anaharibu dadangu. Sasa venye unafeel dadako mtu akimchezea, na wewe ufeel hivyo ukichezea dada ya mtu mwingine. Unaona? That's why unaona Muislamu akitaka kuoa inabidi aende kwa wazazi, na baba ndiye anapeana msichana, sio mama. Baba mzazi ndiye anaenda, mnaongea naye, anakubali. Kwanza msichana anaitwa na nini, inakubalika, basi ndio hivyo mnafunga nikah. Very simple. Alafu hata harusi ya Uislamu ni very simple. Ndoa yani. Ndoa ya Uislamu very simple. Iko hivi, unaweza enda katika kuposa kulingana na uwezo wako. Lazima ueleze msichana, uwezo wangu uko hivi na hivi, kwa sababu msichana ndiye anaitisha mahari. Unaona? So ukimwambia uwezo wangu iko hivi, anaweza enda akasema nataka 1500 kutoka kwa huyu ndio mahari yangu, kulingana na venye mtasikizana. Kuna mwingine atasema anataka milioni 20 kulingana na venye uko. Labda hizo milioni 20 ni mswaki kwako. Unaona? So inategemea na venye mmeelewana. Ni very simple, sio ati uzito. Unaona? Na kama hamna uwezo mwingi, mnapika kamchere kidogo, mnaalika watu wachache, mnatabaruku, hiyo mambo inaisha. Very simple. Bora vizuri. Lakini usiwahi kusilimu kwa ajili ya msichana. Silimu kwa ajili ya Mungu. Hiyo wanga naambia watu, kwa sababu kuna wasichana wengi, nataka nikueleze ukweli, kuna kesi nyingi zimetufuata za wasichana, alipenda kijana, akaona kijana labda ana uwezo na nini, akasilimu yule msichana, akaolewa na yule kijana, wakikaakaa wakakosana, wakaachana, ule msichana anaacha mpaka dini. Ukimuuliza anasema, mimi nilikuwa Muislamu kwa sababu ya yule kijana na aliniacha. Unaona sasa? So yeye hakuwa Muislamu kwa ajili ya Mungu, ni kwa ajili ya ule kijana. Mapenzi hamwezi enda hamkosangi ile kukwaruzana. Unapata? Mkikwaruzana kidogo lazima inatokea, mnaenda mnatafuta solution na nini, na saa zingine inaenda inakosekana solution, inabidi muachane. Unaona? So mkiachana si ati ndio utaacha dini. So kwanza silimu kwa ajili ya kujua ukweli. Swali lingine? Sina swali lingine. Una swali lingine? Asante sana. Na wewe kaka? Wacha tu. Sasa sisi tunawakaribisha katika Uislamu, manake Uislamu ndio dini ya watu wote. Sawa? Brother, na wewe swali moja? Leta hiyo swali. Wanakuita nani? Mimi wananiita Salim. Wananiita Justin. Justin. Swali gani uko nayo ungependa kuuliza Waislamu? Ni mambo ya kujua. Hatuji kuwakandamiza ati kuonyeshana sisi tunajua kualiko, hapana. Hii ni kuelimishana na kuwafunza watu ya. Unaona? So ndio hivyo. Swali gani uko nayo? Nauliza, nikibeba Waislamu wanakaa wanaangalia kando. Ukibeba wasichana wanaangalia kando. Wanaume wanawake? Wanawake. Asante sana. Mwanamke anaangalia kando kwa sababu wewe sio halali yake awe anakushika. Halali yake maanake wewe sio bwanake. Unaona? Sasa akianguka, hiyo ni mambo mengine. Sasa hiyo ni accident imetokea, kwa sababu akikuangalia lazima atakushika hivi, alafu akikumbatia wewe na wewe unasikia joto ya kifua na nini. Unaona? Sasa negative na positive ikiguzana inakuwa ni moto. Unaona? That's why sisi wote tumevaa nguo. Nguo ziko, lakini feelings ziko. Feelings sio lazima ati iwe na nguo ama nini. Hapana, feelings ziko tu. Utajua. Safety matters. Ndio hiyo. Ndio unaona?
Wakikaa hivyo iko sawa, maadamu mnaenda polepole wanafika salama. Because akikumbatia na nini, kifua italeta mambo ya joto na nini, mambo yanaanzanga hapo. Alafu nasikia mmeanza unajua hii mambo haiko ati nini, hii mambo ya nini, ndio unaona mwanamke ambayo si halali yako na msichana ambayo si halali yako na kijana hawafai kukaa katika nyumba moja hata kwa dakika kadhaa. Wataanza kuingiza hizo fikra, unaona? Ni wanadamu. Si ati ukiwa Muislamu ndio wewe si mwanadamu, ni mwanadamu. Uko na feelings, uko na kila kitu, unaona? Na ni jinsia tofauti, unaona? So that's why inakuwa separation ndio mzuri zaidi. Sawa Swali lingine. Bwana, kwa kanisa sisi tunatoa sadaka na nyinyi hamtoi sadaka. Asante sana. Sadaka Waislamu wanatoa kwa wingi sana, kwa sababu sadaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuambia, tibuni maradhi yenu kupitia sadaka. Tunatoa sadaka sana, lakini hatutoi kama Wakristo, kwa sababu Wakristo wanapotoa wanapea mchungaji. Sisi tunapotoa sadaka zetu hatupei mtu mmoja, zinapewa nani? 960 Qur'an. Hebu angalia. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sadaka hupewa watu hawa. Sadaka hupewa watu. Kuna watu wanafaa kukula sadaka, sio kila mtu anafaa kula sadaka, hapana. Sikiza, nani anafaa? Mafakiri na maskini. Mafakiri ni mtu hana mbele wala nyuma, na maskini ni mtu anapata leo kesho anakosa. Hao ndio wako na haki ya kula sadaka, si mchungaji anayetembea na Range Rover ya 40 million. We mwenyewe unatembea na pikipiki, yeye ako na Range Rover ya 40 million. Yeye ndiye anafaa kukupa wewe sadaka, sio wewe umpe. Kwani yeye pia hataki baraka za Mungu? Sasa sisi Waislamu wale ambao wanazo ndio wanapea wale wanyonge, sio wale wanyonge wapee wale wanazo. So sisi huwa tunatoa, lakini sisi tunatafuta maskini, mtu ambaye ana shida unamsaidia. Sasa tunaenda kufungua mambo ya shule, unaangalia labda hii family ako na watoto watatu na hana uwezo hata wa kupeleka watoto shule. Unaenda unamuuliza hawa watoto wanalipiwa pesa ngapi kwa shule, unaenda unalipa mwaka mzima. Hiyo ni sadaka pia. Unaona nguo hawana, unawanunulia. Lakini sio kwenda kupelekea mtu anatembea na kuna Lexus ya 24 million. Mtu anatembea na Lexus ya 24 million umpelekee 3,000. Si kichwa yako ndio mbaya? Sasa wachungaji wenu wengi ni matajiri. Sasa ufai kumpa kwa sababu ni tajiri. Ni kama unachota maji kwa kikombe unamwaga kwa mtungi. Unafaa uchote kwa mtungi umwage kwa kikombe. Usifanye vice versa. Na katika maisha ya Yesu hajaichukua sadaka. Na hata unaambiwa wakati unaita mkutano watu wanakuja kula chakula, usialike tu matajiri kwa sababu kesho atakualika. Hebu sikiza 14 Luka 12. Tumsaidie huyu kijana, manake labda akaibiwa sana. Yeye ako na nduthi hapa, anaambiwa atoe 10%. 10% pia ni wizi. Hakuna kitu inaitwa 10% mwisho wa mwezi. Kwani Mungu anakulipisha kuishi? Hapana. 10% haitoi. Sisi Waislamu tunatoa zaka na inatolewa mwaka mara moja. Na hiyo zaka pia ukitoa unatoa 2.5%, alafu unapea maskini. Direct ili ule maskini atoke katika umaskini naye asaidie mtu mwingine. Lakini sio kwenda mnapatia tu mtu mmoja, yeye makiwa na mke wake ndio wanapewa na watu karibu 5,000. Wanapewa hii wiki, wanapewa hii wiki nyingine, hii mwezi. Hapana. Hiyo ni ujambazi, ni kunyang'anya watu bure. Na ndio unaona mwingine alipata pesa mpaka akawa na kiburi, anasema mimi sitaki 500. Hii 500 pelekea waganga huko, mimi nataka kuanzia 1,000. Kwa nini? Umemzoesha pesa kwa wingi. Wakati wewe uko na familia inakuhitaji, uko na wazazi wako wanakuhitaji. Kwanza charity begins at home. Kwanza waangalie, kuna ndugu zako, kuna dada zako, kwanza waangalie hao. Yaani Uislamu is very clear. Hebu sikiza, hata ukiita watu unaambiwa ufanyeje. Akamwambia na yule alimwalika, ufanyapo chakula cha mchana au cha jioni, usiwaite rafiki zako wala ndugu zako wala jamaa zako wala jirani zako wenye mali. Wenye mali usiwaite kwanza. Wakati umechinja mbuzi yako na nini, usiite watu wenye mali au majirani wenye mali. Ufanyeje? Wao wasije wakakualika wewe ukapata malipo, kwa sababu pia wao watakuita upate malipo yako. Lakini sikiza, unafaa bali ufanyapo karamu, unapofanya karamu ni sherehe, waite maskini. Tafuta maskini waite. Vilema ni wale watu ambao wako na disable, viwete na vipofu. Kwa nini?
nawe utakuwa heri ya kuwa hao hawana cha kukulipa. Asante. Kwa maana utalipwa katika ufufuo wa wenye haki. So ukimuita mtu ambaye ni maskini, unajua kesho hatakuita. Lakini ukiita tajiri, kesho hatakuita alipishe. So unaambiwa katika Biblia, hata wakati unapea watu chakula uende kupatia matajiri, kwa sababu wale watakurudishia kesho. Tafuta maskini na vilema na wale hawana uwezo. Na katika maisha ya Yesu hajaitisha watu sadaka. Sijui hata watu walitoa wapi hii forum ya kuitisha watu sadaka. Sadaka ni mali ya maskini. So kama ulikuwa unapelekea mchungaji, pole, imekuliwa, ni hivyo hivyo, baraka upati. Alafu ameshanunua gari na wewe uko hapa unateseka, pole, lakini ndio hivyo. Mimi najua nakueleza ukweli kwa sababu ndio haki ilivyo. Pili, baraka zako haziko na wachungaji, baraka zako ziko na Mungu kupitia wazazi. So waheshimu wazazi wako vizuri. Wazazi wakiinua mikono wakuombee dua, unapata baraka. Na ndio unaona hata katika Biblia nyinyi mnasema sheria ya pili, mnasema heshimu baba na wapi katika sheria 10 inasema heshimu mchungaji za kuishi? Wapi katika sheria 10 inasema heshimu mchungaji? Sasa mbona mnaweka mchungaji mbele ya wazazi? Wekeni wazazi mbele ndio mpate baraka. Hii ndio siri unaona Waislamu wako nayo. Mimi nakutolea siri ambayo Waislamu wako nao wanafaulu. Ni kwa sababu wanaangalia wazazi. Unanipata vizuri? Swali lingine Njika. Una ingine? Hakuna swali. Haya mzee, njoo usikie swali yake moja. Karibu tusikie. Na naona leo kidogo umeonja kitu kidogo, lakini ndio hivyo. Hata hiyo lazima. Pombe sio nzuri katika maisha ya mwanadamu. Angalia sasa, mzee wangu, kama hutumiange pombe, wewe ni kijana mdogo, lakini watu wanaona kama uko na umri mkubwa. Hapana. Wairire buya. Unaona sasa wewe ni kijana mdogo. Ni hii kitu unatumia pombe, kwanza ni haramu pombe. Na uharamu wa pombe inakuja kwa sababu inakuharibia mpaka mwili yako, mpaka afya yako. Sawa? Ina shida pombe. 5:90 Qur'an. Pombe ina shida. Mbona usikunywe supu? Mbona usikunywe maziwa au juice? Sasa mbona ungekunywa hizo vitu ungekuwa umetulia tu vizuri? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Nyinyi mlioamini, bila shaka ulevi wowote na kamari na kuabudiwa au kuomba asiyekuwa Mwenyezi Mungu na kutazamia kwa mishare ya kupigia ramli na kwa vinginevyo, yote haya ni uchafu, ni katika kazi ya shetani. Basi jiepusheni navyo ili mpate kufaulu. Unaambiwa ujiepushe na ulevi ili upate kufaulu. Leo labda uliamka uko na 1000 yote umekunywa umemaliza. Sasa huwezi faulu kwa sababu hiyo 1000 ungenunua juice, huwezi maliza juice ya 1000, huwezi maliza maziwa ya 1000, huwezi maliza supu ya 1000. Sasa lakini pombe utakunywa hata 20,000 kwa siku moja. So ni hasara unajiweka mzee wangu. Wachana nayo. Wewe ni kijana mdogo, uendelee na maisha yako. Barubaru tu. Sasa unataka gani? Hiyo si kijana. Swali gani unataka? Mmesema Luka. Hiyo ndio tunataka kujua. Hii Luka tumesoma mahali nasema unapoalika watu usialike matajiri peke yake. Tafuta kwanza wale maskini. Kwa sababu ukilisha maskini ni 14:12 kitabu cha Luka. Watakaye kulipa ni Mungu. Lakini unapoita matajiri, unaita tajiri kwa sababu kesho naye utamuhitaji, atakuita. Unaona? So unapofanya sherehe zako usilenge matajiri, lenga maskini. Kwa sababu ukilenga maskini, unajua malipo yako iko kwa Mungu. Na Yesu katika hii masuala ya sadaka anasemaje? 18:18 kitabu cha Luka, hicho Luka. Tumsaidie mzee wetu. Taingawa ndio hivyo. 18:18 Luka. Unajua hizi vitu kusomewa ndio awape yangu. 18 Luka. Tena mtu mkubwa mmoja alimuuliza akisema, mwalimu mwema, nifanye nini ili nipate kuurithi uzima wa milele? Huyu alikuwa anataka kurithi uzima wa milele. Anamuuliza Yesu, nifanye nini ili nipate kurithi uzima wa milele? Sikiza. Yesu akamwambia, mbona unaniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, naye ndiye Mungu. Asante. Wazijua amri: usizini, usiue, usiibe, usishuhudie uongo, waheshimu baba yako na mama yako,
Akasema hayo yote nimeyashika tangu utoto wangu. Yesu akamwambiaje? Yesu aliposikia hayo alimwambia, umepungukiwa na neno moja bado. Viuze ulivyo navyo vyote, ukawagawanyie maskini. Sasa mchungaji hawezi kukusomea hii kwa sababu anataka umletee. Yesu alimwambia ukiuza ile vitu uko nazo usiniletee mimi Yesu, pelekea maskini. Maana yake sadaka yake, sadaka yako ukiwa nayo tafuta maskini. Maskini ni nani? Maskini ni yule mtu ako chini yako, yani ule hajiwezi. We mwenyewe tunaishi hapa tunajuana, unajua wale ni maskini, hata kupata chakula ya kula ni shida. Nenda nunua bando 3 wawekee hapo kwa nyumba ya unga, hiyo ndio sadaka nzuri. Unajua hawa wako na shida. Unaona watoto wako wamevaa vizuri, lakini watoto wa jirani wamerarukiwa na unajua hana uwezo. Nenda uangalie saizi yao vizuri, au wapeleke kwa boutique wanunulie nguo. Hiyo ni sadaka nzuri, si lazima uwape pesa. Unawachukua kama wako, wakati unaenda kufanya shopping kwa wako, unaenda unawanunulia nguo na unaambia endeni kwenu, utaombewa dua, na hiyo ndio sadaka nzuri. Lakini sio ile ya mchungaji saa yote unamnonesha mchungaji, hapana, sio hiyo tu. Asante, sio kali. Mimi nimezaliwa nikiwa Mkristo. Wewe umezaliwa ukiwa Mkristo? Wazazi wangu si wa Kristo. Wazazi wako si wa Kristo? Yaani wazazi wangu ni wa Kristo. Asante. Sasa mimi ile kitu natamani kuingia kwani, lakini siwezi ingia kwani kwa sheria za kwetu. Kivipi? Kwa sababu mimi ni Mkikuyu, nimezaliwa na family ni wa Kristo. Mamangu bado ni Mkristo, babangu alitangulia, alikufa kitambo. Mamangu bado ni Mkristo, namfikishia polepole. Mamangu alikuwa ananipinga sana mwanzo. Siku hizi nimeenda nyumbani nikapata anaangalia video zangu kwa YouTube. Na anasema hapa uliongea ukweli. Hapa sijui nini. Unaona? So ni ile tu wewe kuamua uamuzi wako. Ni uamuzi wako ukiamua, kwa sababu leo mamangu akifariki, mimi sitasema nizikwe pamoja na yeye. Kila mtu ataondoka siku yake. So wewe unaokoa nafsi yako kisha unawafikishia polepole. Hakuna mahali umeambiwa ati ukisilimu usiheshimu wazazi, hakuna. Lazima uwaheshimu wazazi wako. Kile kitu ambao hautawaheshimu ni ile tu wakikwambia uache kuabudu Mungu wa kweli, hiyo unamwambia hapana, hiyo ni mpaka yangu, acha mimi niabudu. Lakini mambo mengine kumsaidia, kumfanyia nini, kumjengea nyumba, kufanya nini, wewe mfanyie ile kitu unaweza, na umlete karibu, kumfundisha, kumueleza uzuri ya Uislamu. So hiyo iwezi zuia watu wengi wamesilimu wengi. Unaweza kuwa na ceremony huko nyumbani huko mashereza. Asante. Ceremony ikiwa unahudhuria, sikiza vizuri ceremony ikiwa nyumbani ukialikwa na wazazi unahudhuria, kwa sababu ceremony zingine sio ceremony za ushirikina, hapana. Labda wako na ceremony, kuna dadako anaolewa ama nini, unahudhuria uko pale. Au kuna kikao ya family kama hii get together iko, unahudhuria uko pale, unazungumza nao, unafanya ile party yako inatakana. Ni ndugu zako. Lakini ikiingia wameingiza mambo ya pombe, unawaambia mimi sikunywi pombe. Hiyo mimi sikunywi pombe, lakini ni ndugu zako wa damu. Alafu laana ya Mungu inashukia mtu yoyote anayekata kizazi. Yani wewe ukisilimu kisha useme mimi hii familia yetu yote nimeondoka sio yetu, unapata laana ya Mungu. Hufai kukata kizazi, ni watu wenu, unafaa uwalinganie kwa hekima na kwa upole. Venye wewe uliona ukweli, nao watafunguka siku moja macho waone ukweli. Huwezi kata kizazi. Na hiyo kukweli inatakana ukisilimu usome Uislamu, na kusoma Uislamu ni free. Wewe unapiga kazi yako ya ndudhi hapa mpaka labda saa 12. Ukimaliza saa 12 ama saa 1 ya usiku, ukimaliza ukienda ukiswali magharibi, unasoma kuanzia magharibi mpaka ishai 1 hour peke yake, na ni free pale kwa msikiti, unasomeshwa na imamu. Baada ya miezi 3 wewe unakuwa unajua mambo mengi sana katika Uislamu, na tena ni bure, ulipishwi na yote. Hata kama utapata 20 minutes peke yake unafunzwa. Very simple. Kwa sababu sio vizuri usilimu na hujasoma Uislamu. Inakuwa unaweza challengewa na huwezi jibu kwa sababu hukusoma. Unaona? So ni vizuri ukisilimu usome, ndio raha ya Uislamu. So hiyo isikuzuia ati mambo ya wazazi na nini, hapana. Wewe unatoa uamuzi wako, alafu unafuatilia, unasoma, alafu unaishi nao kwa wema.
Nimeshukuru sana. Asante sana. So karibu sana. Wewe ukiamua wakati wote kusilimu, nafasi iko. Sawa? Acha tumsikie brother naye. Mimi nawasikia sana na mimi wananiita Salim. Mimi naitwa Shabani. Shabani. Wewe Shabani Muislamu huyo? Shabani kwetu ni jina kawaida nyumbani. Shabani ni mwezi ambao tunaingia ndio tuingie Ramadhani. Shabani. Mimi kwenye nimetoka ni mali inaitwa Baraka. Baraka. So hata Baraka majina Baraka na kwanga nani zone ya Fizi kwa Kongo Kivu na shawi kusikia. So huko majina ya sijui Shabani, sijui Rajabu, sijui Hasani. Nakuta pasta anaitwa Hasani na ako mbele na anahubiri vizuri. Majina ya kawaida. Yaani si majina ya kawaida. Ile kitu nimegundua katika huko, ukiangalia wazee wao, babu zao walikuwa Waislamu, wakaja wakipotezewa polepole, ndio unaona majina ndio yamebaki. Lakini ukikalia historia ya huko, uangalie babu watatu hawa watu, utapata walikuwa Waislamu. Kwa sababu Uislamu uliingia Afrika kitambo sana. Injika swali, hakuna shida. Swali ya kwanza. Naona neno kitaongeleka mnaangalia kwenye kitabu, so inaonesha kama nyinyi mko na uwezo sana sana wa kitabu. Swali linakuja, wanazuoni wale wa zamani na wa sasa wako tu sawa sawa ama kuna tofauti ama kuna mabadiliko yenye iko hapo? Wanazuoni wa zamani na wa sasa wote wako kisawasawa, kwa sababu wote ni wasomi na ni warithi wa mitume. Maana yake wametoa elimu kwa mitume, kwa sababu mwanazuoni hangezua mambo yake ambayo hayamo. Lazima pia naye mwanazuoni aje na dalili ambazo zimesababisha ahukumu ama atoe fatwa katika jambo fulani. So wote walikuwa wanafuata wanazuoni. Manabii ndio peke yao walikuwa wanapata wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Sasa mimi nimekuja ili nifundishwe, nijue. Sijakuja hapa kubisha. Nimekuja nimepanga maswali yangu, nijibie kulingana maswali yangu. Nikiona iko sawa ndio nitaamini kweli. Inshallah, biidhnillah. Swali ya kwanza. Swali yangu ya kwanza. Qur'ani inajitosheleza bila sunna? Qur'ani inajitosheleza bila sunna. Kitu ya kwanza, Qur'ani sababu inatajwa sana Qur'ani kwa Waislamu. Qur'ani ndio swali sasa nakuja kwanza ya Qur'ani. Qur'ani 42:10 kwanza. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na mkitarafiana katika jambo lolote, rejeleeni kitabu cha Mwenyezi Mungu na hadithi za mtume, kwani hukumu yake iko kwa Mwenyezi Mungu. Kwanza tumeambiwa tukihitirafiana katika jambo lolote, lazima turejee kwanza katika kitabu cha Mwenyezi Mungu ambao ni Qur'ani. Tukikosa hiyo jambo kwa Qur'ani, ndio tunaenda kwa sunna. So sunna ndio tumeachiwa, Qur'ani na sunna so zinaambatana, so haziachani. So Qur'ani na sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haziachani, kwa sababu Qur'ani imefasiriwa na sunna. So tukinini lazima tujue katika sunna liko namna gani. Sasa iko hivi, sisi nyumbani kwenye mimi nimetoka, tunasema tunaamini sana mababu wale wenye wazee walitangulia. Alafu kwa nyinyi vile vile Waislamu pia mnawataja hao wenye wazee waliwahi kutangulia. Je, utofauti uko wapi? Sababu nyinyi mnataja sijui Ibrahimu, sijui nani Muhammad katika sala yenu, watu naisikia. Sababu mimi nimekaa karibu na Waislamu huko nyumbani, lazima unakuanga naye msikiti, lakini sikuwa na muda sana, sababu huko kwetu mambo ya vita ndo kawaida. So utofauti uko wapi? Mimi naamini sana mababu, yani kabla sijamuomba Mungu naanza kwanza babu yangu kwanza, ama nikiomba Mungu afu namalizia na babu. Asante. Utofauti uko hapa, sisi tunapomuomba Mungu hatupitii kwa yeyote, hatupitii kwa Ibrahimu, hatupitii kwa Muhammad. 17:36 Qur'an. Tunamuomba Mungu direct. Ila katika kuwataja tunawataja kwa sababu ya yule ujumbe walioleta ambao hawakuwa wanaongea kwa matamanio ya nafsi yao, ilikuwa ni ufunuo. So tunapomwabudu Mungu hatutaji yeyote katika ibada. Wakati tunaita katika
wakati tunawaita watu ndio tunataja Muhammad Rasulullah, Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na Ibrahimu tunamswalia na mtume Muhammad tunamswalia. Hawa ni mitume wa Mwenyezi Mungu, lakini katika ibada ya kumwabudu Mwenyezi Mungu tunamwabudu Mungu hivi direct peke yake. Na ni watu wema pia ambao tutafaa kuiga mfano wao. 17 36 Qur'an. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Wala usifuate haya ni katika yale Unanitoka tu kidogo tu. Haya ni katika yale aliyokufunulia Mola wako katika hekima zake. Wala usimweke pamoja na Mwenyezi Mungu Mungu mwingine, usije ukatupwa katika jehanamu. Unasikia, sisi tunakatazwa wala usimweke Mwenyezi Mungu pamoja na Mungu mwingine, usije ukawekwe katika jehanamu. So wakati tunaenda katika ibada tunamtegemea Mwenyezi Mungu peke yake, na ibada zetu zote ni kwake Mwenyezi Mungu. Sawa, hapo 22 pia. Hapo kabla tulikuwa tunaabudu, yani Uislamu kabla haijakuja, kabla Waislamu ama, lakini bado sijamaliza pale kwa wazee nisije nikasahau. So kwa Mungu kufanya ibada, tunafanya ibada kwa Mungu peke yake. Sasa mbona mnataja sasa Ibrahimu kwenye ibada? Mbona tunataja lazima yani kila swala lazima mutaja watu wawili, lazima Ibrahimu na babu huyo lazima tumtaje Ibrahimu na lazima tumtaje bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kwa sababu ya hii. Kwanza tunaambiwaje 16:123 Qur'an, 16 sura An-Nahl 123 Qur'an. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Kisha tukakufunulia kwamba ufuate mila ya Ibrahimu. Kisha Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefunuliwa tufuate mila ya Nabii Ibrahimu teremka, aliyekuwa mtii kamili wala hakuwa miongoni mwa washirikina. Kwa sababu gani tunamtaja huyu Ibrahimu? Kwa sababu alikuwa ni mtii wa Mwenyezi Mungu na hakuwa katika washirikina. That's why wakati wote tunamtaja huyu Nabii Ibrahimu alayhi salam, tunamtakia rehma za Mwenyezi Mungu zimfikie. Ni mfano mwema tena wa kuigwa. Rudi 120 hapo 16:120. Hakika Ibrahimu alikuwa imamu mfano mzuri na wa wema wa kuigwa. So unasikia? So ndio maana yake tunamtaja kwa sababu kwanza alikuwa ni kiongozi, tena alikuwa ni mfano mzuri wa kuigwa. Sasa mtu unayemuiga lazima umtaje. Ndio unaona tunamtaja huyu Ibrahimu. Kwa sababu tunamuiga, alikuwa ni mtu mwema wala hakuwa katika washirikina. Nabii Ibrahimu alayhi salam. Wakati alipoambiwa na babake, wewe njoo tuabudu hizi masanamu, alikataa kabisa. Anamwabudu Mwenyezi Mungu aliyeumba kila kitu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunamtaja kwa wingi na nini? Ni kwa sababu pia ni mfano mzuri, alafu yeye 53:3 Qur'an. Sikiza vizuri. Mambo yanaenda vizuri. Pole tu. 53:3 Al-Karim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu. Anza 2 kwanza. Mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Anza 2. Kwamba mtu wenu huyu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakupotea kwa ujinga wala hakukosa na hali ya kuwa anajua. Asante. Wala hasemi kwa matamanio ya nafsi yake. Hayakuwa haya anayoyasema, ila ni wahi, ufunuo uliofunuliwa kwake. So Muhammad naye maneno yake hakuwa anaongea tu maneno ya kichwa yake. Kila jambo analolitaja ilikuwa ni ufunuo anayofunuliwa kwake. Unapata vizuri eh? So maneno yake ni ya ukweli kwa sababu ameletewa revelation. Ndio maana akawekwa kwenye swala. Amewekwa katika swala kwa sababu yeye mahali tunapomtajia sana, yeye ndio mtume wa walimwengu wote. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yani yeye ndio mtume aliyetumwa kwa ajili ya watu wote. Habagui Mjaluo, habagui Kisii, habagui rangi gani. Ametumwa kwa ajili ya walimwengu wote. Sasa anatuhusu Mkongo, Mtanzania, Mchina wote, na ndio unaona Mkongo akiingia kwa msikiti hawezi kuambiwa tu wewe ni Mkongo rudi nyuma, sisi ni wa nini. Unaenda kwa ile Kiswahili mnasema ati kama unamwomba Mungu usichanganye. Yaani usishiriki vitu vingine, usiingize.
Sasa mbona mnashirikisha sasa wakina Ibrahimu sababu hizo sifa tu peke yake? Asante sana. Hatuwashirikishi katika kumwabudu Mungu. Katika kumwabudu Mungu tunamuomba yeye peke yake Mungu. Hawa tunawaombea dua. Kuna kitu mmoja watu hawajaelewa. Tunawaombea dua kwa Mwenyezi Mungu, tunawatakia rehema na amani iwe juu yao. Si kwamba ati wao tumewafanya ni miongoni mwa waungu, hapana. Qur'ani 112 anza 1. Wewe hatuwafanye, anayetegemewa tunayemwabudu ni Mungu peke yake. Sikiza. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema, yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Yani Mwenyezi Mungu ni mmoja peke yake. Mwenyezi Mungu tu ndiye anayestahili kusujudu na viumbe vyake vyote. Kwa kumwabudu na kumuomba na kumtegemea. Hakuzaa wala hakuzaliwa. Kwa kumuomba Mwenyezi Mungu na kumtegemea ni Mungu peke yake tunayefaa kumuomba na kumtegemea. Hatufai kutegemea mtu yeyote. Na anayefaa kuombwa ni Mungu. Muhammad haombwi. Hapana. Sawa, nasikia kuna sala ya mtume. Hiyo nayo imekujaje? Kumswalia mtume ni kumtakia rehema ziwe juu yake na amani. Ndio hiyo ati bana, ukimswalia mtume, sababu kuna baadhi ya wenyewe wanasema ukimswalia mtume hivi hata alikuwa na maradhi gani utapona. Yani kabisa ukimtakia mtume rehema na amani ziwe juu yake, naye Mungu anakufungulia mambo mengi kwa sababu ni mtume wake. Lakini ukitaka maradhi ya kuishe, ukiwa na maradhi tunaelezwa vitu vya kufanya. Kwanza toa sadaka, patia maskini, Mwenyezi Mungu anakuhurumia na kuondolea maradhi. Kisha muombe Mwenyezi Mungu dua, Mwenyezi Mungu nipe shifa. Unaona? So sisi tumefunzwa namna ya kunini, lakini sio uombe tu sifa na ujaribu dawa, unajaribu mitishamba. Mitishamba maana yake kuna miti unachemsha unakunywa nini, kwa wale wataalamu wanajua, au kunaenda kwa dawa za shindano na kisha unamuomba Mwenyezi Mungu dua. Unafanya juhudi kwanza. Unakuja challenge nyingine. Unakuta mtu amemwamini Mungu. Alafu huyo mtu mwenye amemwamini Mungu anaomba sana, lakini bado ni mgonjwa tu na huenda hata akaelekea hadi mpaka kifo. Hapo inakuanga je, Mungu amuonee huruma ama zile madua zenye anaomba za kidini ya Kiislamu azimfikii? Asante. Kwanza inawezekana yale maradhi ndio kisababu yako ya kuondoka duniani. Na kufa si ugonjwa wala nini. Kifo ni haki. Al-maut haki. Yani kifo ni haki na ni mlango wa kila mwanadamu yote anapita. Asiye mgonjwa, asiyekuwa nini. Kuna kisababu kinachokutoa duniani. Labda Mungu amekuwekea kisababu yako ni maradhi, na kuna mwingine kisababu yake kugongwa na gari. Kifo ni Mungu ameumba. Hivi Mungu ako na sababu kwa mwanadamu? Mungu ako na sababu kwa mwanadamu? Amemwekea kisababu. Mwanadamu ndio amewekewa sababu ya kumuondoa duniani. Kuna mtu na mwizi anapigwa risasi. Hata kupata riziki wewe sio hata kupata riziki ni kisababu ile kwenda kufanya kazi. Lakini riziki, mtoaji wa riziki ni Mungu. Lakini haishuki chini ikaanguka. Lakini wewe unaenda unafanya kazi, lakini anayetoa riziki ni Mungu. Sio huyo umefanyia kazi ndio mtoaji wa riziki. So tukiangalia hata ukienda upande wa riziki hapo utakuwa umeharibu, sababu kuna wenye wanaitafuta hiyo riziki lakini wenye hawaitafuti wanaipata. Wakati wanaomba Mungu. Hakuna mtu anakosa riziki kwa sababu hata maji ni riziki. 51:56 Qur'an. Tumsaidie kaka yetu. Mimi nisema muelewa. Sasa riziki pia Mungu amezigawanya sampuli. Kuna wale anakupa kwa urahisi, kuna wengine inakuwa ni kwa ugumu, na kuna wengine inakuwa ni nyingi, wengine ni moja. 51:57 Qur'an. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sitaki kwa riziki wala sitaki wanilishe. Mungu hataki riziki kwetu wala hataki tumlishe. Wayakini Mwenyezi Mungu ndiye mtoaji wa riziki mwenye nguvu madhubuti. Yani Mungu ndio mtoaji wa riziki. So hiyo riziki ukimuona mwenzako amepewa, unajua ni kadri Mungu anajua huyu anaweza kumaintain uweza. Kuna mtu saa hii akifunguliwa riziki anakufuru. Kila mtu anapata riziki. So kuna tofautiana upatikanaji wake kabisa. Hapo ndio sasa. Kila mtu anapata. Leo unaenda unakunywa maji, hiyo ni riziki ya Mungu. Kwa hiyo hata nisipofanya chochote, kama Mungu aliniandikia hiyo riziki nitapata, hiyo kitu itanifikia. Ndio nikakwambia kuna sababu. Uwezi lala ukasema Mungu ameniandikia riziki itakuja tu kwa nyumba, hapana. Unaambiwa tawakkal.
unatoka unatawakal, unaenda unatafuta kazi, unanunua nduthi, unaweka hapa, unaambia Mungu nipe riski, unaendelea kubeba, Mungu anajalia riski inakuja. Unaona? Lakini sio ulale tu, hapana, kuna kisababu ambayo inasababisha riski inakuja. Lazima utoke. Lazima utoke utawakal kwa ardhi ya Mungu. Tafuta hiyo. Maswali yote nataka uulize, usiwe na wasiwasi. Haya, ndoa ni lazima kwa kila Muislamu? Ndoa kwa kuoa katika kila Muislamu haina ulazima. Kwa hivi, kuna Waislamu walikuwa na hawakuoa. Kuna Nabii Yahya hakuoa. Unanipata vizuri? So ndoa ni nusu ya dini. Sawa? Ni vizuri kuoa kwa sababu usipooa inasababisha lazima ufunge. Uwe unafunga kwa sababu ukila chakula inakusababisha shahawa zako ziwe juu kwa sababu ya ile nini zinatengeneza katika mwili. So kuoa ni mzuri, ni nusu ya dini, lakini kama mtu hajaoa bado ni Muislamu. Haimsababishi ati kwa sababu hakuoa si Muislamu, hapana. Kwa sababu kuna mwingine ni mgonjwa na matatizo fulani ya uwezo kule. Sasa kuoa kwake imfariki kwa sababu atakuja kumfanyia nini? Mtu labda mashini iliharibikanga, sasa huyu hawezi oa. Asipooa ako sawa. Ako sawa kama yuko na matatizo, lakini asizini. Akizini sasa ni dhambi. Ndoa huondoa zina. Ndoa huondoa zina na hukusababisha, kwanza mtu ambaye amekaa na kwa afya zake na hajaoa, kichwa yake inakuanga ni kama wazimu. Na hata nikupeleke sasa kimedically kabisa. Hapo mmenifafanulia vizuri, lakini nataka nikuelewe kabisa. Kuna kitu kingine sasa yenye yani inakuanga inanichanganya. Kibwage kabla hujabwaga hiyo, utabwaga hiyo. Ndio nakwambia hivi. Kuna mahali nimepita. Kuna nani zehebu karibuni 4 za Kiislamu. Sijui Sunna, sijui hawa, sijui hivi, sijui hawa wanaitwa wako karibuni 4 hivi. Kuna wengine nimeenda kuona ukitaka kuswali wanaweka kambao hivi ndio unasujudu kale kambao. Lakini swali linakuja, mbona unatumia Qur'ani moja? Asante sana. Hiyo nakujibu sahi. Kwanza hapa katika kuoa, ukiona mtu ako na afya zake na hajaoa anakuanga ni wazimu kwa kichwa, kwa sababu zile nini zinamharibia mpaka nini ile shawa imepanda imejaa kwa kichwa. Akioa anatulia, na ndio unaona mtu kijana anaambiwa ukimwona ako na nini sana na amebaleka amekuwa mtu mzima anakimbia muozeshe ama aoe. Unaona hata msichana akikosa kuolewa akikaa hivyo ile nini anakuwa wazimu fujo nini. So kuoa pia inaleta utulivu. Unaona inaleta utulivu. Sasa hayo ni firika, mimi huwa naziita firika kwa sababu Uislamu ni moja. Qur'ani 3:102. Hakuna Uislamu mwingine tumeambiwa na Mungu. Qur'ani. Sikiza. Na hiyo yote nakujibu, siwe na wasiwasi. Answari Sunna sijui kuna Answari Sunna nitakueleza kila kitu, siwe na wasiwasi. Hamadia sijui nini nitakueleza. Na hiyo sikonde kaka. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi mlioamini. Mcheni Mwenyezi Mungu kama ipasavyo kumcha. Wala msife isipokuwa mmekwisha kuwa Waislamu kamili. Ile kitu tumeambiwa katika Qur'ani ni tuwe Waislamu kamili. So Uislamu ni moja, tuwe Waislamu. Na ndio unaona huyo unayesema anaweka mbawa manini atatumia Qur'ani. Anaswali swala 5 kwa siku kwa sababu ni sheria ya Mwenyezi Mungu. Kibla chake kiko Maka, hana kibla chake ametengeneza ati angalie sijui wapi ama wapi. Lazima angalie Maka, ndio kibla tumewekewa. Anafunga mwezi wa Ramadhani, afungi Januari. Kwa sababu Qur'ani imefunza tufunge Ramadhani. So hija ikifika anaenda Maka, hawezi kusema mimi naenda hija ati Northeastern ama naenda hija nini aseme naenda hija sijui Sudan ama wapi. Hapana, anaenda hija Maka kwa sababu Uislamu ni moja. Sasa hizi firika ama hizi nini zinakuja kwa sababu ya kitu inaitwa mafhum, kufahamu. Kufahamu ya sheria. Ilikuja hii sheria, huyu ameifahamu hivi na huyu kaifahamu hivi, lakini dini ni ile moja, si kama Ukristianity. Christianity ukiangalia watu kama SDA na watu wa Sunday ni vitu vili tofauti, mpaka siku ni tofauti kama bangi na kisu cha hawaelewani. Lakini Uislamu ni ile tu moja, utapata mafuhumu ndio tofauti. Ni maana yake ni mmoja.
na matawi. Sasa matawi tu ndio yanaleta tu nini kidogo. So inakuwa ni wepesi hata kurekebisha kwa wepesi zaidi. Kwa sababu sisi tumeambiwa tuwe Waislamu peke yake. 5:3 Qur'an. Malizi. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Natulia, na ndio unaona mimi Muislamu, mimi ahli sunna wal jamaa, nikipata hiyo msikiti unasema sijui wanaweka sijui jiwe sijui naingia na nasali. Lakini wewe Mkristo wa Sunday huwezi enda kuswali kanisa ya SDA. Thubutu utatolewa mbio. Lakini Muislamu misikiti yote ni nyumba ya Mwenyezi Mungu. Akipata msikiti Allahu Akbar Allahu Akbar anaingia na swali. Anatekeleza sala zake. Sikiza hapa. Hakuna ati msikiti inakuja na memba sawa, hapana. Sikiza. Kuna mali zingine nasikia msikiti wa Abubakari, sijui msikiti wa Sule. Asante. Msikiti wa Abubakari unanemiwa after swahaba alikuwa akiitwa Abubakar. Unasikia msikiti umeitwa Aisha inanemiwa after mke wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si kwamba hiyo msikiti ni wa Aisha, wa anna masajida lillah. Msikiti yote ni nyumba ya Mwenyezi Mungu, lakini imeitwa tu hii ni msikiti wa Abubakar, hii ni msikiti wa Omar. Sio ati kwamba Omar ndio amedhibitika, hapana. Mmoja unaweza kuwa na msikiti kama 10. Sasa kama mtu hukumwambia kwamba kukuta sehemu fulani atakufuata wapi? Lakini wakati umemfuata nikuta Masjid Aisha au Masjid Abubakar, anajua kwamba nitamkuta sehemu fulani. Ni kama hivyo. Lakini sio ati kwamba ile msikiti imemilikiwa sasa na Aisha, hapana. Sikiza 5:3 Qur'an. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Leo nimekukamilishieni dini yenu na kukutimizieni neema yangu na nimekupendeleeni Uislamu uwe dini yenu. So Mungu alitupendelea Uislamu uwe dini yetu, na ndio sisi ni Waislamu, dini ya Uislamu. Lakini hizi zingine zinakuwa ni firka na mafuhumu. Okay. Swali lingine. Injika. Je, wanawake wa Kiislamu kujitandia ni dini ndio inasema ama ni tuseme ni mila? Asante sana. Wanawake wa Kiislamu kuvaa venye wanavaa, wanateremsha shungi zao, ni dini inasema au ni mila? Hapana, ni dini ndio inasema. 24 Qur'ani, nianzie 31. Kuna nchi nyingi ndio nataka nikuonyeshe, lakini hawajitandii. Hakuna tatizo. Sasa nakuonyesha ni dini. Sasa kama hawajitandii, maana yake wamevunja sheria ya Mungu, na ukivunja sheria ya Mungu utaenda kupatana na mwenyewe uliyovunja sheria yake, utaenda kupatana naye siku moja. Ndio hiyo, kwa sababu hata hapa kwani hawajui? Hata niambia hivyo, na ni nchi nyingi sana zenye ziko wanajua, si ati hawajui. Na ndio nikakwambia hata hapa Kenya kuna Muislamu utampata kwa club anapiga bia zake, ni Muislamu, huwezi kumtoa katika Uislamu. Ni Muislamu anapiga bia zake kwa bar na ni Muislamu, lakini anajua ni makosa, si ati ajui, anajua. Unaweza pata Muislamu ako na nini sasa, madanguro na siji danguro, unajua danguro yani mtu anaingia kwa hizi lodging na wasichana, anabadilisha leo huyu msichana anabadilisha huyu mwingine, unapata. Sikize kwanza babu, atulie tupite hata, unanielewa So Muislamu si malaika, kwanza ujue hivyo, sawa Muislamu si malaika. Muislamu anafanya makosa, ana mapungufu yake kama binadamu. Si malaika Muislamu ati useme sasa akosei. Lakini Uislamu uko perfect. Uislamu hauna makosa, lakini Muislamu ana makosa na mapungufu yake. Unanielewa? Sikiza sasa, kwa nini mwanamke ajitande vizuri? Ni sheria ya Mungu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu, na waambie Waislamu wanawake wainamishe macho yao na wazilinde tupu zao, wala wasidhihirishe viungo vyao isipokuwa vinavyodhihirika, nao ni uso na vitanga vya mikono, na wengine wanasema na nyayo, na waangushe shungi zao mpaka vifuani mwao, na wasionyeshe mapambo yao ila kwa waume zao. So ni sheria ya Mungu. Wameambiwa wateremshe nguo zao, wawache sehemu ambazo zinadhihirika, ambao ni uso. Unaona hii uso hapa, hii ndio unaona wanaacha hii uso, alafu na vigaja vya mikono, na wengine wanasema na nyayo za miguu. Lakini hii mwili ingine ajipambe vizuri, na hiyo mapambo mengine aonyeshe bwanake nyumbani, sio kuonyesha kila mtu. Iko sawa kabisa. Swali lingine, hiyo nimeelewa, maana inategemea na mwanaume kwanza mwenyewe, ama tuseme malezi.
sababu kuna mali ingine huko hawataki kujua hiyo maneno. Swali lingine nakuja, Uislamu unajitapa ama mnajisifu sana ati ndio dini ya amani. Kwa nini katika dunia nchi zote za Kiislamu ndio ziko na vita za wenyewe kwa wenyewe? Asante sana, swali nzuri sana. Sio nchi zote za Kiislamu tu zina vita, kwa sababu Kongo kuna vita, na wewe umeniambia umepigana sana na Kongo. Sio nchi ya Kiislamu Lakini Kongo vita si ya wenyewe kwa wenyewe, inapigwa na nchi ya Rwanda. Kabla tujafika huko, Kongo wanapigana wenyewe kwa wenyewe kwa sababu ya dhahabu na nini. Ndio nataka nikulete vizuri kwanza. Ndio nakuleta tu, ndio nakuleta kwanza. Uislamu ni dini ya amani na nchi za Kiislamu zinawekwa vita. Kwa mfano nchi ya Iraq iliwekwa vita ya wenyewe kwa wenyewe kwa sababu ni nchi iko na rasilimali. Rasilimali maanake iko na minerals, iko na dhahabu, iko na mafuta, iko na nini. So ili wale wakora waweze kuiba, wanakuja wanachukua vijana, wanawapa silaha, ili wanawaambia nyinyi mnanyanyaswa, mnafanywa hivi, ili wapigane na wenzao, ili waweze kuiba. Nataka nikulete polepole uelewe. Vijana wamepita duks kabisa, wamepita kabisa, wamepita kwa sababu ukija ukibrainwash mtu na pesa, ataingia katika mtego wako. Labda hamna ajira, labda wale viongozi ndio wako katika pale wanawanyanyasa hawa kidogo. Mnapigana huko, unanipata vizuri? Nataka nimpeleke vizuri. Kuna nchi ilikuwa inaitwa nchi ya Libya, kwa sababu utasema ilikuwa inaitwa nchi ya Libya kwa sababu sasa hii Libya imekuwa ni kama kichaka. Libya alikuwa kiongozi anaitwa Gaddafi, Muislamu. Alikuwa amefanya vizuri sana katika hiyo nchi ya Libya. Ilikuwa huwezi lipa karo ya shule, huwezi lipa umeme, hiyo yote ilikuwa ni bure. Wazungu walipoona hii nchi itakuja kutushinda, walileta fitina, wakasema ni gaidi, na hakuwa gaidi. Alikuwa ameambia marais wa Afrika washikane, Afrika ikuwe nchi moja, wawe na magavana katika kila nchi, kama Rwanda iwe gavana, Kenya gavana, hivyo. Lakini watumie rasilimali yao na watumie dhahabu moja ya pesa ili waweze kuungana, waweze kuchukua economy ya dunia. Alipojulikana hivyo, wakasema ni gaidi, wakamuua. Saa hii hakuna nchi mbovu na nchi ambayo haina uwezi kuishi kama nchi ya Libya. Waliharibu nchi ya Libya, lakini Gaddafi hakuwa gaidi. Gaddafi alikuwa mtu mzuri, anajulikana. So hii vita kinaletwa na watu wa nje kwa sababu wanataka kupora. Hapa kwenu hapa Kongo nakwambia vita haiwezi isha kwa sababu kuna dhahabu na wanataka kuiba zile dhahabu. Sio ati kitu kingine. Kuna miti ambayo inamea pale, miti ambayo inaitwa mahogani, ndio inajenga huko Ulaya ili wapate hiyo miti kwa bure, kwa sababu hawataki kulipa watu wa Kongo. Lazima walete silaha. Hakuna kampuni ya silaha katika ya Waislamu. Tunajua wanaotengeneza silaha ni hao wazungu, ndio wako na kampuni kubwa kubwa. Na lazima wauze silaha. Wewe unawezaje tengeneza mandazi na una mtu wa kuuzia mandazi? So yeye akiuza silaha lazima awe na watu wanauzia silaha, na ili auze silaha lazima atengeneze vita. Vita ingine ni ya kutengenezwa. Ndio kuporwa vitu vyetu, zinaporwa hivyo tu bure. Hata hapa Sudan wanapigana sio kwa sababu wanachukiana, wanapigana kwa sababu Sudan kuna mafuta pale Darfur na kuna dhahabu. Hapo Kongo kuna majeshi wa UN walikamatwa, magari yalipata ajali, yamejaa dhahabu. Nyinyi mna concentrate na vita, wao wanaiba tu wakipeleka kwao. Unasikia nchi kama Ufaransa ati ni tajiri, wakati Ufaransa hawana madini yoyote, wanachimba kwao, wanatoa hapa kwa huyu Burkina Faso. Huyu jamaa anaitwa Ibrahim Traoré ndio amechukua nchi, akaona hawa watu wanatunyanyasa. Saa hii wanasema Traoré ni gaidi, na sio gaidi, alikuwa mwanajeshi. Wanataka kwa sababu wamekosa kukula, wamuue, wamtoe, ndio warudi kukula mali ya Waafrika. So hizi ni vita za kutengenezwa, lakini watu wengi hawajui. Swali ya mwisho. Lete hiyo ya mwisho. Kila Muislamu ndo atafika, ndo unaitaje? Paradise. Peponi. Kila Muislamu ataenda paradise isipokuwa yule ambaye hataki. Yaani Muislamu aseme mimi sitaki kwenda peponi, huyo ndio haendi. Lakini kila Muislamu anaenda. Mbona kuna shehe mmoja alikuwa anasema ukiwa katika Uislamu hata ukikufa ni direct. Huyo naye kidogo labda akakupiga chenga. 43:68 Qur'an. Sikiza hii inasemaje?
40 kwanza, tuanze 40. Kwa jina la Mwenyezi Mungu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Afanyaye ubaya hata alipo ila sawa na huo uovu wake. Asanti. Na afanyaye wema akiwa mwanamme au mwanamke naye ni Muislamu, basi hao wataingia peponi warzukiwa humo bila hisabu. Qur'ani inasema afanyaye ubaya atalipwa sawa na huo uovu wake, lakini afanyaye wema na yeye ni Muislamu, hao ndio wataingia paradise. So ukiwa Muislamu haitoshi tu uingie paradise, lazima uambatanishe na matendo mazuri. Lazima usali, lazima ufunge, lazima ufanye, utoe sadaka. Kwa hiyo hata kwa Kristo kuna wenye anaenda peponi direct. Hiyo ndio sijaona. Hiyo ya Uislamu nimeona, lakini ya Wakristo sijaona kwa Biblia. Atakuwa ametii tu ile kumtii Mungu lazima, lakini si Muislamu. Hiyo sijaona. Kama wewe si Muislamu, Mungu anasema uwezi kuingia peponi. Qur'ani 5, Qur'ani 3:85. Hebu sikia, sio mimi. Sasa kama ni mcha Mungu, hata uwezi kuwa mcha Mungu mpaka uwe Muislamu ndio umjue huyo Mungu unayemwabudu ni nani na anaabudiwa vipi. Uabudu Mungu unavyotaka wewe, unaabudu anavyotaka yeye. Sikiza inasemaje Qur'an 3:85. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na anayetaka dini sio kwa Kiislamu basi haitakubaliwa kwake, naye akhira atakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. Mungu anasema siku ya mwisho utakuwa katika wenye hasara. Mnaniweka kwenye hofu hapa. Sijakuweka katika hofu. Sababu mimi ni mcha Mungu bana. Mimi namtii Mungu na mwogopa Mungu, kila kitu nafanya vizuri. Asante. Huyo Mungu wako anaitwaje? Mungu wangu sisi kwa kabila yetu tunaita Abecha. Abecha. Sasa hapo ndio kuna ina maana yeye ndo alisababisha mimi yani tuseme alimuumba babu yangu ndo akanizaa mimi. Ina maana mimi nataka nishukuru babu yangu kwa kunizaa, sababu kutoka kwa nguvu za Mungu. Abecha. Sasa huyu Abecha ako na watoto? Abecha hapana, hana watoto. So hana watoto. Sisi kwetu kwa mila yetu tukisema Abecha yeye hana watoto, hana nini. So ni mmoja ama ni wawili? Ni mmoja. Sasa nyinyi ni Waislamu. Ndio nikakwambia hao babu zako walikuwa ni Waislamu. Maana nilianza mwanzo wa kusema kwamba kabla hata ndio ukaona ukaitwa Shaban na hukuitwa nini? Nyinyi mnamtaja Ibrahim na sisi tunamtaja hata huyo babu yangu katika namuomba Abecha, lakini na pia nashukuru hao mababu zangu. Sasa mimi wacha nikuja hapo kwa babu. Kushukuru babu hakuna makosa, kwa sababu unafaa kumfanyia dua babu yako, unafaa kumfanyia dua baba yako. Hiyo haina makosa yoyote. Hata katika Uislamu tunawafanyia dua wazazi wetu kama ni Waislamu, wakifa kwa Waislamu unawafanyia dua, haijakatazwa. Unaambia Mwenyezi Mungu waondolee adhabu ya kaburi na nini. So, sikiza, haja yako sikutishi. Ni lazima uwe Muislamu. Lazima uwe Muislamu ndio uingie katika furu hukumu zake Mwenyezi Mungu. So wewe kilichobaki ni kutamka shahada, unabaki na jina Shabani, unaingia pale msikitini, unaabudu Mungu, na utakuwa huyo babu yako lazima tuangalie vizuri, kuwatembelea si ina makosa. Sisi kwanza tunaambiwa kutembea hata makaburini ni ibra, inakupatia kesho utakuwa hapa kaburini. Kwa sababu ukienda makaburi mingi yameandikwa hata sisi tulikuwa kama wewe. Maana yake walikuwa kama sisi wanatembea, leo wako mchangani. So hata wewe kesho na kesho kutwa, hata mimi, mtu yoyote hata ateremka hapa, awe kiongozi, awe nani, awe rais, awe nani, awe jeshi, mwisho kaburini. So ukienda kaburini hujaenda kuabudu makaburi, umeenda kujikumbusha kesho na mimi nitakuwa hapa. Kuna imani yetu sasa, ukifa sisi tumekufa. Sisi tunajua bado tunaenda kusubiria hukumu, lakini huko bado tunaendelea na maisha. Ndio nikasema ni Waislamu. Sasa hiyo ni Uislamu. Tunaamini mtu akifa anaenda maisha ya barzak ya kaburi, kisha atafufuliwa. Hatuna imani ya kusema ati anaishi kwa kaburi, hapana. Wanaishi tu kwa dunia tu ingine tofauti na hii kabisa. Ndio hiyo sasa, hiyo ndio dunia ingine hiyo. Barzaka ni ulimwengu mwingine, unatoka huu ulimwengu, na ndio unaona kufa ni mlango wa kuingia huo ulimwengu. Nyinyi ni Waislamu, ndio nikasema wazee wenu. Hata kama na mimi natakiwa mfuate na mimi. Wewe ni ukwe tu Muislamu, tumalize hiyo story mpaka uwe Muislamu, kwa sababu Uislamu ndio inatangulia. Hapo sasa ndo naona kama mnanipea hofu. Sababu gani? Hajakupa hofu. Sisi
tunaamini. Sasa sikiza, Qur'ani 2:200, Qur'ani 2:137. Yaani wewe Muislamu tu. Hiyo ni sehemu Yaani na ndio nikasema wazee wake ukuangalia vizuri Waislamu. Yaani mambo yote mnaonesha Kiislamu. Sikiza habari. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Uislamu ni pambo la Mwenyezi Mungu alilotupamba. Kuweni na nyinyi Waislamu. Unaona? So na ndio nikaja nikakwambia kuwa Muislamu si maneno yangu. Ni maneno na nukuu kwa Qur'ani. Mungu anasema hii Uislamu ni pambo ambao Mungu ametupamba. Anasema na nyinyi kuweni Waislamu. So tukuambie wewe pia ukuwe Muislamu. Mpaka mtu akuwe Muislamu ndo anaenda nani? Lazima uwe Muislamu. Bila Uislamu upati chochote. 43:68 Qur'an. Wewe lazima uwe Muislamu. Kwa sababu imani unayo lakini dini huna. Imani uko nayo. Wala si lazima una, lakini dini huna. Na dini muhimu. Sikiza habari 43:68. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi waja wangu mlio wazuri. Hamtakuwa na hofu siku hiyo wala hamtahuzunika. Waja wangu ambao waliziamini aya zetu na walikuwa Waislamu kamili. Fanyeni nini? Ingieni bustanini, peponi, nyinyi na wake zenu mtafurahishwa humo. So lazima uwe Muislamu. Sasa ukifanya vitendo vizuri na wewe si Muislamu, unalipwa hapa duniani kwa sababu Mungu hadhurumu. That's why unaona kama mtu aliye kuwa akifanya mali nzuri pale Mombasa, alikuwa na kiwanda hapo, anagaia watu chakula, anafanya. Mungu alimpa utajiri na mambo mingi hapa duniani. Na akampa mazuri hapa duniani. Lakini kule hawezi pata kwa sababu hajatamka shahada. Kwa sababu Mungu ndiye ametueleza, sio sisi tunayesema. Na ndio ukaona Yesu Muislamu, Musa Muislamu, manabii wote wakawa Waislamu. Maana mimi hata sijawahi kuingia hizo makanisa. Makanisa bado hujaingia. Sasa wewe ni Muislamu tu, ni kutamka shahada, tunaendelea moja kwa moja. Siko nyumbani iko tofauti sana, lakini nafikiri mpaka saa hii ukienda huko hizo zehebu bado zingali. Asante na tunaomba pia wakati, lakini kule nacho vita kila wakati, lakini tunaombea pia wapate amani. Tukipata president mzuri kutakuwa na amani. Kutakuja amani. Tunaombea tu mpate amani. Tuache tu ya hiyo president na nini. Tuombe tu nchi ya Kongo pia ipate amani kwa sababu tunapenda kuitembelea, kuwe na amani na ni nchi nzuri. Mtaenda. Mwende msikie sasa nani yenye kwa hapo. Huko kuna Mungu kabisa, yule Mungu bado tuko na huyo Mungu kabisa. Bado lazima mpate shahada ndio mfuate ukweli ulioko. So tunawakaribisha sana, na wakati wote nafasi iko ya kuwa Muislamu. Ukiamua nafasi iko, sio lazima tukue unaenda tu hapa kwa mosque unakuwa Muislamu. Very simple, sawa? Fikiria kwanza.